zile siku mbaya za mpira ndio hii ambayo imetokea leo kwa Yanga. Create nafasi nyingi sana. Kwa haraka goli kama 6 ambazo tumezikosa kwenye mechi ya leo ambayo tungeweza kuzitumia tukapata matokeo mazuri. Na makosa ambayo tulikuwa tukiyafanya moja wakawa wanatuadhibu. Kwa hiyo imekuwa siku mbaya kwetu, siku nzuri kwa Dodoma, na hii inatupa funzo kutokea hapa kwenda mechi zijazo. Tukapambane sasa kuhakikisha tunakwenda kutetea ubingwa wetu. Tunaamini timu tunao wachezaji wazuri na tuna mpango mzuri wa kuelekea huko. Imetokea bahati mbaya leo baada ya michezo 42 leo tumepoteza mchezo wa 43 kwenye ligi. Maana yake tumekuwa na safari ndefu kweli mpaka leo tumeweza kupata kufungwa. Fili umeona mwenyewe kijana ni kama amezaliwa leo. Kajimwagia maji nini, ni furaha ya kuifunga Yanga. Kwa hiyo sisi tumechukua kama ni sehemu ya mpira, it's a football. Tumepoteza mechi, isingeweza tuende siku zote tusipoteze mechi. Imetokea leo hapa Airtel Stadium tumepoteza. Focus yetu ni kwenye michezo inayofuatia. Kwa hiyo inshallah tutakwenda kufanya vizuri huko. Ali, tumetazama ratiba ilivyo na aina ya matokeo kama hivi, lakini pia kumekuwa na crisis ya injuries. Sasa hivi unaona sasa tumepata matokeo mabaya, hatuna injury yote kwenye timu yetu. Wachezaji wote wamepona, wako vizuri, na ratiba haijakuwa kama imekuwa tight sana tofauti na kipindi cha nyuma tulikuwa tunapata sare. Kwa hiyo ni football, yani imetokea siku ya kufungwa tuko kamili. Tuna wachezaji wote, hakuna mchezaji mmoja ambaye amepata majeraha. Kwa hiyo sisi tumeichukua hiyo kama sehemu ya mpira na tunakwenda kufanyia kazi mapungufu yaliyoonekana. Bao tupo kwenye kilele cha msimamo wa ligi, kilichopungua ni gap kati yetu wa kwanza na wa pili. Na hiyo ni kama watashinda kwenye michezo yao. Kwa hiyo tupo kileleni, sasa ni funzo kwenda kumaintain hiyo nafasi tupate matokeo mazuri inshallah. Semaji unaizungumziaje performance kwanza leo ya Prince Dube, lakini pia moment ambayo ilikuwa inaendelea pale uwanjani, baadhi ya wachezaji walikuwa wakimfuata kutia moyo kwamba aendelee kupambana. Hakuwa na mechi nzuri kwa maana ya kutokutumia nafasi, lakini alikuwa na link team vizuri. Bahati mbaya kila nafasi ya mwisho ambayo Yanga ametengeneza ilikuwa inamwangukia yeye kama striker na alikuwa anashindwa kuitumia. Kwa hiyo anatupa nyakati nzuri wakati fulani anafunga magoli, inavyokuwa nyakati mbaya anakosa magoli, maana yake tunaendelea kusimama naye, tunaendelea kumpa moyo, itakuwa bora inshallah na tutapata matokeo mazuri. Bado tunaamini ni mshambuliaji mzuri ambaye anaweza kutufikisha pia katika nchi yetu ya ahadi tukatetea ubingwa wetu. Alan Okello amezidi kuwako kweli. Yes. MVP unamnyemelea. Bahati mbaya sana kwa Alan Okello, performance nyingine nzuri leo, lakini story kubwa inakuwa Yanga kapoteza mchezo. Yes. Ingeweza kuondoka leo na tuzo yake man of the match, Yanga imeshinda, ingekuwa story nyingine nzuri, lakini kwa bahati mbaya hajaweza